kuna dada mmoja amesharitaji, alikuwa ni Muislamu kaishaenda kwenye Ukristo, anaitwa Fatuma. Sisi katika msikiti wetu tuna changamoto kwa upande wa kina mama, pia tuna changamoto ya walimu wa madrasa kwa upande wetu sisi kina mama, kwani tunapenda kujifunza vingi katika swala zima la swala na uoshaji wa maiti na elimu zingine. Waislamu kifupi tupo, ila mimi ninachomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anishushie rehema katika kitongoji ninachoishi mimi, anishushie nuru, nibarikiwe kupata masjidi, na namhitaji mwalimu wa madrasa awe sati mwenzangu. Tunatoka kurudi fi sabilillahi dawati ilala, kwa uwezo wa Allah tutapowalingania na matumaini nitapata waumini wengi katika masjidi. Hii ni sauti inayotoka katika vinywa vya watu wanyonge ambao kwa namna moja ama nyingine watu wengi tumewasahau. Maombi wanayoyaleta mbele yenu si kwa ajili ya maslahi yao binafsi, wala si kwa maslahi ya matumbo yao, bali ni maslahi ya umma hivi sasa na hata baadaye. Waislamu wengi tuliopo mijini huenda tukawa hatufahamu ni kitu gani wanachokipitia Waislamu wenzetu katika vijiji mbalimbali, lakini huu ndio uhalisia. Kilio chao kikubwa Waislamu hawa ni kuweza kusaidiwa waalimu ambao watakwenda kuwafundisha dini yao. Jitihada kubwa ambayo imefanywa na Sheikh Said Amour Al-Habsi kutoka nchini Oman na kutembelea katika nchi ya Tanzania, hasa katika vijiji mbalimbali. Ziara yake imeweza kutoa mwanga ambao tumepata kujua shida mbalimbali wanazozipitia Waislamu wenzetu katika vijiji hivyo. Dhima hii ni kwa kila Muislamu ambaye anatazama video hii na anao uwezo kuweza kusaidia katika kuondoa changamoto hizi kwa Waislamu wenzetu. Na hata walimu wa kufundisha dini yao imekuwa ni changamoto kubwa kwa Waislamu hawa. Jitihada ambayo Sheikh Said Amour Al-Habsi ameifanya ni kuwachukua vijana 30 katika vijiji mbalimbali na kuwapeleka mjini kwa ajili ya kujifunza dini yao na kwenda kufundisha katika vijiji vyao. Dunia inabadilika kwa kasi mno. Vijana wetu wanahitaji mwongozo wa Qur'ani na Sunna ili wasipotee katika fitna za wakati huu. Ndio maana Sheikh Said Amour Al-Habsi amekuja na mpango maalumu kwa ajili ya kuchagua vijana 30 wenye moyo wa kujifunza ili awapeleke mjini kwa ajili ya kujifunza dini yao, ili waje kuleta nuru katika vijiji vyao na katika familia zao. Lakini jitihada hii haiwezi kufanikiwa bila ya Waislamu kutunga mkono. Hivyo tunahitaji wadhamini, watu wa kheri wanaoamini kuwa kusaidia elimu ni katika miongoni mwa sadaka